السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بالسنة واتبع أثر إلى يوم الدين. أما بعد. Wazee wangu na ndugu zangu, kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alotubakisha katika qaidil haya mpaka tukafikia Ramadhani ya mwaka huu wa mwaka 2025. Hii ni fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala, yataka tuseme alhamdulillah. Thumma yataka kupatikane mabadiliko kwetu sisi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mtu kuongeza himma na bidii ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili ukitoka mwezi wa Ramadhani uwe na wewe umeingia katika kundi la wenye takwa. Na hili ni lengo limetajwa wazi na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wazi Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba lengo ni mtu aingie ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa sababu Mwenyezi Mungu amekukhafifishia, kwa kuwa mashaitani wanafungwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mebaki wewe na nafsi yako peke yake. Kitu gani kinakufanya uwe mvivu? Nini? Nafsi yako. Wewe ukiweza kupambana na nafsi yako umefaulu. Lakini hili lengo ambalo limetajwa na Mwenyezi Mungu la takwa si rahisi kulifikia, kataka juhudi za kidhati. Kwa nini? Angalia idadi ya neno hili limelotajwa ndani ya Qur'ani, limetajwa mara 258. Neno takwa limetajwa ndani ya Qur'ani mara ngapi? 258. Neno likikaririwa katika Qur'ani huwa kuna sababu. Haiwezekani kilima kimoja kikakaririwa mara 258 ikawa hili jambo ni rahisi. La, si jambo rahisi. Sasa vipi tutafikia kwenye takwa? Tukiwa na mambo mane tutafikia kwenye takwa. Jambo la kwanza ni hofu yetu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni ya hali ya juu kabisa. Hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na matarajio yetu ya kutaraji neema zake pia iwe katika hali ya juu kabisa. Yani tuishi baina al-khawf war-raja, tuogopa adhabu na tutaraji rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni tuishi ile manhaji yake Allah subhanahu wa ta'ala alotutaka sisi tuishi nayo, nao kitabu chake Qur'an. Tuishi zile amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na makatazo yake yawe hai katika nafsi zetu. Jambo la tatu, tuwe na qanaa ndani ya nyoyo zetu. Na jambo la nne, tuwe na maandalizi ya kujiandaa na kuondoka katika hii dunia, kwa sababu hapa dunia sipo pahali pa kukaa milele. Si pahali pa kukaa milele, ni pahali pa mpito. Tunapita sote, wala sivyo vile tunavyofikiria sisi kwamba atakayeondoka ni mtu mzee kiumri,
kuna wazee wangapi wamezika watoto wao? Wengi tu. Wala sio mwenye kuondoka kwamba ni mgonjwa. Kuna wazima wangapi wamekufa, wagonjwa wakaenda wakahudhuria janaza zao? Wengi tu. Huwa tukijidanganya nafsi zetu pale tunapoweka taswira katika akili zetu kwamba haya masala ya kufa haya masala ya wale wazee waliopitiwa na miaka au wagonjwa. Sasa utasikia mtu akisikia habari ya kifo aeka msururu wa masuala kutaka kujipumbaza nafsi yake kwamba mimi simo katika wenye kufa. Alikuwa amekufa, alikuwa na kensa. Hakufa kwa kensa, kwa sababu yeye hana kensa, kwa sababu yeye hayumo katika wenye kufa. Alikuwa na pressure. Hakufa kwa pressure, yeye hana pressure, kwa hivyo hayumo katika wenye kufa. Alikufa kwa sukari. Ugonjwa wa sukari ni ugonjwa umekuwa sasa watu wengi, hata wengine watembea hawajui kwamba wana sukari. Leo tuwaleta daktari leo hapa, mkitoka mkapimwa, aweza kwamba thuluthi yenu mna sukari hapa, lakini hamujui. Aweza kuwa na thuluthi ya pili na pressure, lakini hamujui. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Yeye hana ugonjwa wa moyo, kwa hivyo yeye hayupo katika wenye kufa. Yani masuala, mfululizo wa masuala, mdororoko wa masuala kuwa mengi ya kutaka kujipumbaza nafsi yake kwamba haya kama ni mauti basi yamfikia mwenye hayo, mimi simo katika wenye kufa. Subhanallah, tunajidanganya nafsi zetu. Idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajali yake mtu ikimfikia, huwezi kuongeza siku wala saa wala dakika, hata second huwezi kuongeza. Hata wakaletwa madaktari aina gani na wenye uhodari aina gani, hawawezi kufanya chochote. Ikifika wakati wako umefika. Lengo tumelijua ni kwamba tunataka tuwe ni wachaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, hili lengo tutalifikia kivipi? Kwa mambo mawili muhimu. Tukijilazimisha na taa ya Mwenyezi Mungu na tukajiepusha mambo yenye kumghadhibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila la haramu linamghadhibisha Mwenyezi Mungu ukilifanya, na kila la taa ukilifanya unakurubia kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu wewe ukipata takwa, ni maana kwamba dunia yako imekuwa sahali na akhera yako pia imekuwa sahali. Dunia imekuwa sahali vipi? Twende katika Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yule mwenye kuwa na takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia wepesi mambo yake. Yule anayekuwa na takwa ya kumwogopa Mwenyezi Mungu na kuhifadhi ile mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa, yaj'al lahu min amrihi yusra. Mambo yake yote Allah Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia kwamba yawe mapesi. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mwenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anampa makhraj, yani akiwa na dhiki yoyote Mungu anamtolea sababu ya kutoka katika dhiki zile. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, huenda ikawa ndio sababu ya nyinyi kufaulu. Si hayo tu, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Ogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atawateremshia maarifa kutoka kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Wataka ilmu, muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakufungulia ilmu ambayo mtu yoyote mwingine hana isipokuwa mtu mwenye takwa. Kisha nataka ujue kwamba mwenye takwa
anakuwa Mola anakuwa pamoja na yeye. Wewe ukiwa na takwa ya kisawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa pamoja na wewe. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na watu wenye takwa, wal ladhina hum muhsinun, na wale watu wenye kuwafanyia wema watu wengine. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na watu wenye takwa, yuko na pamoja na watu wenye kuwafanyia ihsani watu wenye kuwafanyia watu ihsani. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wao. Haikomei hapo tu. Inna Allaha yuhibbu almuttaqina, Ala Imran 70 aya 76. Allah subhanahu wa ta'ala tueleza inna Allaha yuhibbu almuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wenye takwa, wa yuhibbu almuhsinin, na anawapenda watu wenye kuwafanyia watu ihsani. Surat al-Baqara aya 195. Sasa wewe ufanye bidii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka uingie katika kundi lenye kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisha kuingia katika kundi la kupendwa na Mwenyezi Mungu, wataraji nini? Hebu tusimame kwanza, watu wote wasimame hapa msikitini. Watu wote wasimame. Yule ambaye hakusimama amelala, mwamsheni. Naona idadi ya watu waliolala ni wengi. Tushikeni sakafu ya msikiti. Inua mikono yako juu, shike ile sakafu ya msikiti mara moja. Tukaeni. Hakuna kulala. Mkilala tutasimama tena mara nyingine. Inna Allaha yuhibbu almuttaqin. Wewe sasa ukafanya bidii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shetani amefungwa, ndio kaona msikiti umejaa. Shetani amefungwa, umebakishwa nafsi yako tu. Sasa tumejaa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukafanya bidii ya taa, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu, kumsabihi Mwenyezi Mungu, kuleta istighfar, kusoma Qur'ani kwa wingi. Sisi wengine tutasema, shekhe, wallahi sisi wajua tena ni watu tumedandia kwa juu, hatujui kusoma, hatujajua kusoma Qur'ani yote. Ile surati al-Fatiha unayojua ikariri, sababu hakuna kati yenu ambaye haijui surati al-Fatiha. Ndivyo sivyo? Ndivyo sivyo? Kwa hivyo ile surati al-Fatiha ndio unaijua, ikariri. Hukuambiwa mtu akisoma ile sura ndogo akikariri kwamba hapati thawabu mara ya pili. Wajua qul huwallah, isome mara kwa mara, isome mara kwa mara yote. Ukikithirisha kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wasafisha huku ndani, na ndipo penye matatizo. Kila ukikithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu, kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, unasafisha huko ndani, na huko ndani pakisafika, ndio Mwenyezi Mungu haangalii sura zetu, wala haangalii uzuri wetu, wala nguvu zetu. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum bal yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo zetu. Sasa nyoyo zetu zikiwa safi, tutapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukipendwa na Mwenyezi Mungu, kuna kitu gani wewe wakihitaji tena katika dunia hii? Wewe ukiwa wapendwa na Mwenyezi Mungu, kuna kitu gani wakihitaji tena kingine? Sababu ukipendwa na Mwenyezi Mungu, utakalomwambia Mwenyezi Mungu akupe, Mungu atakupa. Chochote unachokitaka kwa Allah atakupa. Sasa wewe kufikia hii daraja ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ndio wewe ufanye bidii hiyo. Hii saumu ya Ramadhani ni kama petrol station. Ukiingia katika ile petrol station ukaambiwa
kutoka petrol station hii mpaka kuipata petrol station nyingine ni kilo 2,000 na utafanyaje? Na wauliza swali hili. Wewe umeingia kwenye petrol station, ukiingia yule bwana akwambia, bwana wajua hii petrol station hii ndio ya mwisho katika eneo hili, kuipata nyingine ni mpaka uende kilomita 2,000, utafanyaje? Utajaza mafuta, sikujaza tu, utajaza na utaweka reserve tank. Kama una reserve tank utaijaza na utatia katika makeni, kwa sababu 2000 kilomita ni mbali sana, it's not an easy. Kwa hivyo wewe utataka kuhakikisha kwamba mpaka mtapofika kule ninayo patroli ya kutosha. Ni hivyo Ramadhani ni fursa ya sisi kujisheheni imani, kwa sababu sheitani amefungwa. Tukitoka Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine ndio kupata fursa kama hii ya sisi kuweza kuingia msikitini na kukaa. Kwa hivyo hii fursa usiipoteze, fanya bidii uhakikishe zile za faradhi wazitekeleza inavyopaswa, na zile sunna unazihuisha inavyowezekana, na saa zote umwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akuingize katika kundi la wenye kumwogopa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe saa zote, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie ni katika kundi la watu wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tukiingia katika kundi hilo tutapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu akitupenda ni maana kwamba matatizo yetu yote yashamalizika. Sasa kazi iko kwetu sisi, kazi ipo kwetu sisi ya kufanya bidii. Shetani amefunga, wajua akitoka akisiku ile tarehe 29 au 30 akifunguliwa, ataingia msikitini, angalie, huyu bwana alikuwa si mtu wangu, mwenyewe yuko zake msikitini siku zote. Yule kuna watu wengine ataona, atawashtukia, maana ni wale mabeste wake, atawashtukia kusema pia na wewe, yani na wewe pia umekata kamba, umeingia msikitini, twende zetu. Ndio ukaona tarehe 29 ikisema mwezi umeonekana, salatu al-isha mutasali safu 2 au 2:30. Hawa jamaa wengine wamekwenda wapi? Wamekufa? Hawakufa, wako hai, lakini chumba kimefunguliwa kile. Amekuja akawachukua marafiki zake wote akaenda nao. Kwa hivyo sasa wewe umepata fursa, jenga imani yako vizuri, ili shetani akifunguliwa, akija akitaka kukushawishi, mwambia mimi na uhusiano wangu na wewe ulimalizika. Mimi sasa ni katika watu wanaopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mimi nampenda Mwenyezi Mungu. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wale walioamini imani ya kikweli kweli wanampenda sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe angalia tu duniani hapa, hawa binadamu wetu wa kikawaida, pengine umesimama katika highway, jua kali na saumu kwa upande wake, yule bwana akakuona kwenye highway, akaja akasimamisha gari. Naenda wapi shekhi? Mimi nataka kwenda town. Tafadhali bwana, ingia. Ukiingia gari ndani yake kuna AC, uyoyozi kama anavyoita wataalamu wa lugha ya Kiswahili. Akakuchukua mpaka ukifika mjini, akwambia wenda wapi haswa? Mimi nataka kufikisha pale unapokwenda. Akakufikisha mbele ya mlango wa nyumbani kwako.
bwana huwa anaacha nini katika nafsi yako? Ataacha nini katika nafsi yako? Ataacha tembe tembe za mapenzi. Kwa nini? Kwa ihsani aliyokufanyia haikupata hata nusu saa, lakini umempenda. Je, Allah aliyekuumba? Je, Allah anayekupa riziki? Je, Allah anayekupa afia? Je, Allah anayekufanyia mambo yako yote? Mapenzi yako ya kumpenda Allah akatajwa ndani ya Qur'ani, walladhina, na wale walioamini imani ya kikweli kweli, ashaddu hubban lillah, wanampenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya mapenzi ni two ways traffic. Wewe unampenda Mwenyezi Mungu kwa neema zake alizokupa. Ule mmoja sema, jamaa, kwa hisani zenu ndani ya Ramadhani msitutishe na moto, tutajieni mambo mazuri mazuri tu, tutajieni janna, tutajieni hurul aini, tutajieni matunda tutakayepewa kule, tutajieni kupewa vitabu vyetu kwa mkono wa kushoto. Moja katika wenzetu sema, kwa hisani zenu mashekhe, mwezi wa Ramadhani msitutishe, tutajieni yale mazuri tu. Haya, twendeni na mazuri. Mazuri hupatikana hivi hivi? Nataka kuwauliza nyinyi, mazuri hupatikana hivi hivi? Mazuri hupatikana hivi hivi mpaka ufanyeje? Mazuri kupatikana lazima ufanye bidii. Mazuri kupatikana lazima uache uvivu. Mazuri kupatikana lazima uache usingizi. Mazuri kupatikana lazima usacrifice time yako. Mazuri kupatikana ni kwamba usipoteze dakika ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa za faradhi na za sunna. Kwa nini tukaanza na za faradhi? Kwa sababu sunna hazikubaliki kama hujafanya ya faradhi. Huwezi ukaja ukaingia msikitini huja swali ya dhuhuri kasema hata ni swali sunna, na dhuhuri watu washaswali, wewe ukasema hata niendelee kuswali sunna. Ukiingia watu wameswali ya dhuhuri, kwanza na wewe lazima ufanyeje? Uswali ile, ndio faradhi. Ndipo pale masahaba walipo, Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhra ad-Dawsi alipomuuliza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni amali gani inayopendwa na Mwenyezi Mungu kwangu mimi? Ayu a'mali ahabbu ila Allah, ni amali gani Mungu anaipenda kwangu mimi? Akamwambia ile ulofaradhiwa. Amali ya faradhi ndio inaopendwa na Mwenyezi Mungu. Kisha ukiendelea katika kutekeleza faradhi kwa uzuri na ukafanya nawafilul ibadat, ukafanya ibada za sunna kwa wingi, kila ukifanya ibada ya sunna unakurubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio pale utakofikia kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo fursa tunayo, tuitumie hii fursa, kwa sababu wewe hujui kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakupa nafasi. Wacha kufika Ramadhani nyingine, hata hii hatuna uhakika. Mimi nitawapeni kisa kilotokea mwaka huu katika mwezi wa Rajab. Kuna ndugu yetu mmoja, sisi tulikuwa kuna group kule Nairobi, tulikuwa twakutana kila siku ya Jumatano katika msikiti, twafanya darsa, na baada ya darsa tulikuwa tukikaa tukifanya asha pamoja. Kisha Jumamosi na Jumapili tulikuwa tukienda vijijini, ile grupu yote tukienda vijijini, tukiangalia zile hali katika vijiji na tukiangalia namna gani tutaweza kuwasaidia Waislamu wenzetu. Sasa yale mazoea sisi kuishi pamoja yalibaki, mpaka hata mimi nimekuja huku Mombasa, bado wale walioko Nairobi wakutana vile vile, wamejenga
Mahadi al-Furqani, wamejenga na wakfu kubwa kwa ile kushikamana. Sasa huyu akanipigia simu akaniambia, bana, wajua bara hii takatwendezeni tu 10 la mwisho, twendeni umra, tuketi siku 5 Madina na siku 5 Maka, ili tujenge imani zetu. Kaambia sawa. Basi maskini akafanya bidii kwa kusanya pasipoti za wenzetu wale wote, kopi zake nini, ajiandaa kufanyaje? Ajiandaa kufanyaje? Kwenda umra 10 la ngapi? La mwisho la Ramadhani. Ikifika Rajabu mwisho, asubuhi tuamka, tuwapata habari huyu ndugu yetu amekufa. Hakuwa ni mgonjwa, alilala akiwa mzima. Asubuhi bibi yake anamwamsha kwenda msikitini. Msikiti na nyumba yake kama hatua, hazipati hatua 10. Amwamsha, amka wende msikitini. Agusa ule mwili wake, barafu ni kinyume, na ukimgusa mtu mwili ukaona umekuwa baridi kabisa, usitefute umpeleka hospitali uende ukaongezwe na mabili ya ICU. Mshakumwona mtu mwili wake umekuwa baridi kabisa, tefuta daktari akuhakikishie kwamba huyu ashaondoka, na ni kweli alikuwa ashakufa. Angalia huyu mwenzetu kwa nia yake kwamba alikuwa na nia aende umra, atapata ajiri ya umra. Lakini tufikirie sisi sasa, tutapokuja twasafiri na huyu mwenzetu ilikuwa awe pamoja na sisi, tutakuwa katika hali gani? Tutakuwa katika hali gani sisi? Yani tutakuwa katika hali ya huzuni. Kwa nini? Kwa sababu huyu mwenzetu alikuwa awe ni mmoja kati yetu sisi kwa namba zile. Silikuwa tuwe ni watu 16, yeye ni wa 16. Sasa tutasafiri pasina yeye, ikiwa Mwenyezi Mungu amekadiria. Kwa hivyo wewe usidhani kwamba mimi nitamaliza Ramadhani. Wewe siku zote tukulia hii siku nilionayo ndiyo siku ya mwisho kwangu. Hii siku nilionayo hii ya leo ndiyo mwisho yangu. Kwa hivyo nifanyeje ikiwa hii ni siku ya mwisho? Nifanye bidii kukithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atufundisha sisi sote maneno ambayo ni mapesi kabisa, tuyaseme mazito maneno yenyewe katika mizani. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayapenda maneno haya kumwona mja wake yuwasema subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Inachukua dakika ngapi kusema hivi? Hata dakika haichukui. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Maneno haya Mwenyezi Mungu apenda kumwona mja wake yuwakariri. Mwenyezi Mungu apenda kumwona mja wake saa zote yuwamchaja yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika darsa hasa kuna mzee yuko hapo mbele yake, akamuuliza, wewe umepata faida ngapi? Akamwambia sikupata faida yoyote. Hapana faida yoyote? Akamwambia sikupata faida yoyote. Sasa umeketi hapa kwa sababu gani? Ameketi hapa kwa amri ya Mtume. Mtume asema mwenye kukaa katika majalisi ya dhikri hawi mtu mbaya. Basi mimi nimekaa nisiwe mtu mbaya tu, sikupata faida yoyote katika yako uliyosema. Mimi sikupata faida, lakini yale aliyosema Mtume ninayapata, sababu Mtume asema la yashqa jalisu, hawi mtu shaqi, yani hawi mtu mbaya, mtu wa motoni, mtu ambaye atakaa katika majalisi ya dhikri. La ilaha illa Allah. Kumbe mujarrad wa wewe kukaa, hata kama hutofaidika, bado hutokuwa katika watu wabaya. Kwa maana wale ambao wanakimbia majalisi ya dhikri ni watu gani? Watu wabaya. Ukiona majalisi ya dhikri, kaa. Malaika wanawafinika kwa bawa zao, na Allah anateremsha rehema yake kwenu nyinyi kwa kukaa katika majalisi dhikri. Kwa hivyo sisi tutie nia ya kutofunga saumu ya Kiswahili,
Sote tulioko hapa tutie nia kutofunga saumu ya nini? Ya Kiswahili. Saumu ya Kiswahili ni vipi? Saumu ya Kiswahili ni kukaa na njaa, lakini vile viungo vingine vyote viko loose. Ulimi mtu anasema anayoyataka, macho anatizama anayoyataka, masikizi anasikiza anayoyataka. Sasa tutie nia kwamba sisi mwaka huu hatutaki kufunga saumu ya Uswahili, tunataka tufunge saumu ya ibada. Tufunge na viungo vyetu vyote vifunge, mikono yetu ifunge, miguu yetu ifunge, ndimi zetu zifunge, masikizi yetu yafunge, macho yetu yafunge, kwa maana hivi viungo vyetu vyote visifanye yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio saumu ya kikweli. Lakini itaka ushujaa. Ushujaa wa aina gani? Yataka ushujaa mwenzako akija akaanza hadithi za kuwataja watu, uwe na ushujaa wa kumwambia inni saim, mimi nimefunga. Ushujaa huo hatuna wengi wetu. Na kwa nini tuogopa kumwambia mtu inni saim? Kwa nini tuogopa? Ogopa nini? Tuogopa eti yule ukimwambia inni saim, sala sheikh, umekwenda siku moja darasani ushakuwa wali. Hayo ikimalizika mwezi wa Ramadhani utakuwa vipi? Siku moja tu kwenda darasani imekuwa hatuwezi kusema tena mbele yako yani inni saim. Kwani sisi hatukufunga? Shekhe, ni haramu hilo utakalo kulisema. Utajiharibia wewe, utaniharibia na mimi mwenye kuridhia kusikia. Kwa hivyo la, inni saim. Ni wangapi wana courage ya kumwambia mwenzake hivyo? Mimi jana nilipata ushujaa kumwambia mtu inni saim. Unajua nilimwambia nini? Aliangalia na mimi na udhaifu gani, akanitajia ule udhaifu wangu. Badala ya kushukuru kwamba huyu mwenzangu amenitanabahisha. Tena unajua watu hawa wenye kuwa na loose talk kama anavyosema, ndimi ambazo za kuzungumzia maneno ya kutupatupa tu, hawaanzi kuzungumza yale mabaya kabla ya kuleta utangulizi mzuri. Yani utangulizi wake wewe ungetaraji kwamba huyu bwana hatazungumza maneno mabaya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sasa mtu ameleta istighfari zote hizo, wewe utataraji nini? Wewe utataraji nini? Mtu ameleta istighfari zote hizo, utataraji nini? Utataraji mazuri au utataraji kwenda kwenye ubaya? Kisha akwambie tena tuko mchana wa Ramadhani na tumefunga na kusengenya ni haramu, kisha ayasahau yale yote, asahau ile istighfari kwamba yuko ndani ya mwezi wa Ramadhani na amefunga na kusengenya ni haramu. Alete lakini, ile lakini yake kama kwamba yale yaliokuwa ni haramu yote yamekuwa ni halali, kwa hiyo kusema lakini fulani. Shekhe, tukiweza kufunga ndimi zetu na tukafunga macho yetu na tukafunga masikizi yetu na tukafunga mikono yetu, basi sisi tumefaulu. Lakini kama ni saumu ya Kiswahili hii ya kufunga njaa, hatupigi hatua ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu kabisa. Kwa hivyo lazima tujibadilishe. Saumu lengo lake ni kuleta mabadiliko kwa mwanadamu na kuchukua zawadi yenye kumsaidia yeye katika miezi 11 itakaokuja. Kwa hivyo tutie nia kutoka leo kwamba tutakusudia kubadilika na tuwe ni umma twaishi kwa lengo. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa lengo la kumwabudu, ametuletea Ramadhani kwa lengo tuwe ni wachaji Mungu. Kisha malipo mazuri aliandaa Allah subhanahu wa ta'ala ya mwenye kufunga, mlango wa kuingilia pepo amewekewa mlango maalum, babu Rayyan. Yule atakayefunga zikafungika haingii peponi pamoja na watu wengine, ana mlango maalum amewekewa. Na malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala semaje?
illa saumu fa innahu li wa ana ujzi bi, saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayekulipa. Anayekwambia hivyo ni Rabbul Alamin, Allah ndiye anayekwambia funga, mimi ndiye nitakulipa. Wewe hapa tajiri wa kidunia tu akakwambia fanya shughuli fulani, shekhe nenda nikalifanyia kazi fulani, shekhe tusisikizane mali, wewe wajali nini bwana, mimi nakwambia nitakulipa, na wewe wajua ni jutu lina miji pesa, utafanyaje? Maadamu shefa anambia yeye ndiye atakaonilipa, kwa hivyo lazima payment itakuwa sio ile ya kawaida. Ndivyo sivyo? Waonaje ukimaliza kufanya kazi mshefa amekufa? Ukimaliza kuifanya ile kazi, umeenda kuifanya kwa uzuri tena na kwa bidii na kwa hamu, kwamba mshefa amenambia yeye ndiye atakayekunilipa. Kwa hivyo malipo leo sio yale ya kawaida. Kama kibarua shilingi 800, leo itakuwa sio 800, itakuwa mshefa hajanilipa vizuri, baki anambia wewe kafanye, mimi ndiye nitakulipa. Utataraji kwamba itakuwa ni above 1000, pengine ni 2000 au 3000 au zaidi. Lakini ukimaliza tu ile kazi, wataka kwenda kutukua malipo, waona jamaa watoka na vilio ndani huko, kuna nini, mbona mwalia? Mshefa ameukata. Lakini hapa anayekwambia yeye ndiye atakulipa ni nani? Ni Rabbul Alamin, Allah al-Hayy al-Qayyum alladhi la ya'khudhuhu sinatun wala nawm, alim bikulli shay, anayekujua wewe na siri zako, ndiye anayekwambia yeye ndiye atakulipa. Fikiria adhamatullah subhanahu wa ta'ala, fikiria utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, fikiria utukufu wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kutukwasi sisi sote hapa ni kusema tu kun fayakun, sote, wala haitopungua katika hazina ya Allah wata kutupa sisi tukapewa sote duniani. Ni kama mmoja wenu akachukua sindano akaitia katika bahari kisha akainyanyua. Sindano ukitia kwenye bahari abeba maji kiasi gani? Ni Mungu kutuneemesha sote akatupa neema, ni kama hivyo. Hazina ya Mwenyezi Mungu ni kubwa, lakini sisi wanadamu twashindwa kufikia kwenye hazina ya Mungu kwa sababu ya kushindwa kufanya sababu ya kufikia, nayo ni istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tukithirisheni istighfar, Mwenyezi Mungu atafungua milango ya khairi yote. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min rashidin. Allahumma a'ti nufusana taqwaha, Allahumma a'ti nufusana taqwaha, Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أحسنتم وجزاكم الله خير.